Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna Biblia tofauti zenye vitabu tofauti ili hali Mungu ni mmoja? Je, Biblia unayoisoma leo ni Biblia kamili au ni sehemu tu ya maandiko yaliyobaki baada ya mengine kuondolewa? Katika video hii tutachambua mambo makuu manne. Kwanza, tutazungumzia Biblia ilitoka wapi na kwa nini haiko moja. Pili, tutaeleza idadi ya vitabu katika Biblia tofauti, ya Wayahudi, ya Kiprotestant, ya Kikatoliki, ya Eastern Orthodox na ya Ethiopian Orthodox. Tatu, tutaangalia hatari ya tafsiri na jinsi maneno ya asili yalivyopotea au kubadilishwa. Na mwisho, tutazungumzia maarifa, udanganyifu wa kiroho na kwa nini Mkristo anatakiwa kutafuta ukweli mwenyewe. Baki hadi mwisho. Video hii si ya burudani, ni ya kufumbua macho. 1. Biblia tunayosoma leo. Je, ni Biblia yote? Wakristo wengi wamefundishwa tangu utotoni kwamba Biblia walionayo mikononi mwao ndiyo Biblia kamili, isiyoongezwa wala kupunguzwa. Lakini kihistoria, hilo si kweli kabisa. Biblia haikushuka kutoka mbinguni ikiwa imefungwa kama kitabu kimoja. Biblia ni mkusanyiko wa maandiko, barua, historia, mashairi, sheria, unabii yaliyoandikwa kwa zaidi ya miaka 1000 na waandishi tofauti, katika lugha tofauti na katika mazingira tofauti. Na muhimu zaidi, sio kila maandiko yaliyoandikwa yaliingia kwenye Biblia tunayoisoma leo. 2. Biblia ya Wayahudi inaitwa Tanakh na ina vitabu 24 tu. Tuanzie hapa kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa Myahudi. Biblia ya Wayahudi inaitwa Tanakh na ina vitabu 24 tu. Tanakh imegawanyika katika sehemu tatu: Tora, sheria; Neviim, manabii; na Ketuvim, maandiko. Vitabu vingi vilivyomo kwenye Agano la Kale la Wakristo vipo humo, lakini vimepangwa tofauti, na vingine vilioongezwa baadaye na Wakristo havipo kabisa kwenye Tanakh. Hii inaibua swali zito sana. Kama Wayahudi waliopewa kwanza maandiko hawatambui baadhi ya vitabu hivi, sisi tulivitoa wapi? Paulo mwenyewe anakiri, kwao waliwekwa amana za Mungu. Warumi 3:2. 3. Biblia ya Kiprotestant ina vitabu 66. Hii ndiyo Biblia inayotumiwa na makanisa mengi ya Kipentekoste na Kiinjili leo. Ina vitabu 39 vya Agano la Kale, vitabu 27 vya Agano Jipya. Jumla 66. Lakini hapa ndipo jambo linapokuwa nyeti. Vitabu kadhaa vilivyokuwepo awali viliondolewa wakati wa mageuzi ya Kiprotestant, yaani Reformation, vikaitwa Apocrypha au vitabu visivyoongozwa. Swali la msingi ni kuwa, ni nani aliyepewa mamlaka ya kusema hiki ni cha Mungu na hiki sio? Biblia yenyewe inasema, msiongeze wala kupunguza neno ninalowaamuru. Kumbukumbu la Torati 4:2. 4. Biblia ya Kikatoliki ina vitabu 73. Kanisa Katoliki lina Biblia yenye vitabu 46 vya Agano la Kale, vitabu 27 vya Agano Jipya. Jumla ni 73. Vitabu 7 za ziada vinaitwa Deuterocanonical kama vile Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, Sirach, Ecclesiasticus, Baruch, 1 and 2 Maccabees. Vitabu hivi vinazungumzia hekima, historia ya mapambano na mahusiano ya moja kwa moja kati ya Mungu na mtu bila mchungaji wa kati, na hapo ndipo hofu huanza. 5. Biblia ya Eastern Orthodox ina vitabu 76 hadi 81. Kanisa la Eastern Orthodox lina Biblia pana zaidi, idadi ya vitabu ikitofautiana kidogo kulingana na mapokeo ya eneo, lakini kwa ujumla ni kati ya 76 hadi 81. Hapa kuna maandiko mengi ya hekima na historia ambayo hayasomwi kabisa kwenye makanisa mengi ya leo. Kwa nini? Kwa sababu maandiko mengi yanasisitiza uwajibikaji binafsi, kumtafuta Mungu moja kwa moja,
Maarifa kama silaha ya kiroho. 6. Biblia ya Ethiopian Orthodox ina vitabu 81. Hii ndiyo Biblia iliyokamilika zaidi kihistoria, japo bado kuna baadhi ya vitabu viliondolewa pia, hivyo ingefaa kuwa na vitabu zaidi. Ina vitabu 81 ikijumuisha kitabu cha Enoko, Jubilees, maandiko mengine kale sana. Cha kushangaza ni hiki: kitabu cha Enoko kinanukuliwa moja kwa moja kwenye Biblia ya Agano Jipya. Enoko, mtu wa 7 tangu Adamu, alitabiri. Yuda 1:14. Lakini kama ni cha uongo, kwa nini mtume akinukuu? 7. Tatizo la tafsiri. Neno linapopotea. Biblia iliandikwa awali kwa Kiebrania, Kiaramu, Kigiriki, lakini leo tunaisoma kwa Kiswahili, Kiingereza na lugha nyingine. Tatizo ni hili: si kila neno lina tafsiri ya moja kwa moja. Mfano, neno logos halimaanishi tu neno. Sheol, Gehenna na Hades zote zinatafsiriwa kama jehanamu, ilhali si kitu kimoja. Hii husababisha kuchanganyikiwa, hofu ya bandia na kudhibitiwa kupitia mafundisho. Biblia inasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4:6. Haijasema kwa kukosa maombi, haijasema kwa kukosa makanisa, imesema kwa kukosa maarifa. 8. Hatari ya kutegemea wachungaji pekee. Si kila mchungaji ni tapeli, lakini si kila mchungaji ni kweli pia. Yesu mwenyewe alionya, jihadharini na manabii wa uongo. Mathayo 7:15. Na Petro akaongeza, kutakuwa na walimu wa uongo watakaoingiza mafundisho ya upotofu. 2 Petro 2:1. Ukikosa maarifa, unakuwa rahisi kudanganywa, tishwa na kufanywa mtumwa wa kiroho. 9. Maarifa ni ya kutafutwa, sio kuletewa. Biblia haisemi ngoja mchungaji akutafutie. Inasema tafuteni nanyi mtapata. Mathayo 7:7. Paulo anawasifu Waberoa kwa sababu gani? Walichunguza maandiko kila siku kuona kama mambo hayo ndivyo yalivyo. Matendo 17:11. Hawakumeza kila kitu walichoambiwa, walitafuta wenyewe. Ukweli hauogopi maswali. Mungu anapenda tuwe na maarifa. Ujinga wako ni mzigo. Hapa Neno Kweli hatutaki kukuambia nini uamini. Tunataka uchunguze mwenyewe. Ndiyo maana katika video zijazo tutachambua Biblia hizi moja baada ya nyingine. Biblia ya Wayahudi, Biblia ya Kikatoliki, Biblia ya Kiprotestanti, Biblia ya Orthodox na Biblia ya Ethiopian Orthodox. Kwa kina, bila woga, bila upendeleo. Subscribe kwenye Neno Kweli. Washa kengele. Usikose sehemu inayofuata. Kwa sababu mtaufahamu ukweli, nao ukweli utawaweka huru. Yohana 8:32. Ubarikiwe sana.